Mzee Mtei ni muasisi wa chama chetu, ndio mtu mwenye kadi namba 1 ya chama hiki. Unapoona wanachama wote hawa kwa maelfu, kwa mamia, kwa mamilioni katika nchi hii, ni wazo la Mzee Mtei. Kwa hiyo tumekuja hapa kusherekea maisha, na bahati nzuri Mungu amempa maisha marefu ya kuishi duniani. Tumekuja kusherekea maisha ya uwepo wake hapa duniani. Kesho asubuhi tutaanza ratiba asubuhi kabisa, saa 3 asubuhi. Saa 3 tungeomba wanachama wetu wote, kwa sababu kuanzia hiyo saa 3 kutakuwa na kumbukizi ambayo tutatoa viongozi mbalimbali ambao wanamfahamu, wamefanya naye kazi kwenye Chadema tangu alipoanzisha chama na mpaka anastaafu. Wataeleza historia ya maisha yake, na hiyo itasimamiwa na chama moja kwa moja kwa muda wa risali moja tutaeleza. Lakini kwa sasa tutakwenda hospitali ya Seriani ambapo utauchukua mwili na utaongozwa na wanachama wetu pamoja na familia, na tutauleta mpaka hapa nyumbani tayari kwa maandalizi mengine ya kesho. Na baadaye tutapata nafasi ya kuzungumza vizuri, lakini kwetu sisi tumepoteza mtu wa muhimu kwa kweli, mtu ambaye amefanya kazi kubwa na ya kipekee katika nchi hii. Niseme hivi, msiba unapotokea watu wote huwa wanashiriki kwa kweli. Sijai kuona sehemu yoyote mtu amezuia mtu asiende msibani au asishiriki kwenye msiba, kwa sababu Mzee Mtei amekuwa governor wa BOT wa kwanza katika nchi hii. Amekuwa waziri wa fedha, amefanya kazi IMF, amefanya kazi East Africa Community. Sisi we are proud kwamba muasisi wa chama chetu ni msomi mkubwa na mtu mwenye track record safi. Kwa mengine tutazungumza. Kwa hiyo msiba huu ni wa wote na wote wana haki, hata wale tusiopendana nao watakuwa na nafasi yao hapa, wala hatuwezi kuwazuia, kwa sababu rafiki yangu sio necessary awe rafiki yako, anaweza kuwa adui yangu akawa rafiki yako. Kwa hiyo wengine ni watu wa familia, na sisi kuna mipaka kati ya chama chetu na family na watu wanaokuja.